Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkika wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu kamwe hawezi kuwaacha waamini wakimkaribisha kwa moyo wa unyenyekevu ndani ya mashua ya mioyo yao kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, kwa kusoma, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha, na kwamba kwa njia hii wataweza kupata amani na utulivu wa ndani pamoja na mwanga na nguvu ya kuendelea na safari ya maisha. Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora nchini Tanzania, katika ibada ya misa takatifu ya kutabaruku kanisa kuu la jimbo kuu la Arusha, amesema kwamba kanisa si jengo la mawe pekee, bali ni jumuiya ya waamini wanaounganishwa na Kristo Yesu. Hivyo kutabarukiwa kwa kanisa kuu kunapaswa kuambata na kutabarukiwa kwa mioyo ya waamini ili waishi maisha ya umoja, utakatifu na utume, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kuthamini mchango wa taasisi za dini ambazo kwa namna pekee zimekuwa zikishiriki katika kutoa mchango kwenye sekta ya afya na elimu nchini Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Kristini Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Alimwalika Petro kutembea juu ya maji mengi, akatembea hatua kadhaa. Petro njiani akaogopa, mawimbi yakamyumbisha. Petro na Yesu akamwambia, usiogope kabisa, imani ndiyo silaha, ukimwamini Mwokozi Yesu. Yawe maji yawe mawimbi, hakika utavuka salama tu. Usiogope kabisa, nenda, Bwana Yesu atakulinda tu. Tazame kwa imani, nenda, Bwana Yesu atakulinda tu. Ndugu msikilizaji wa Redio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema miujiza iliyotendwa na Kristo Yesu ililenga kuwaimarisha mitume na wafuasi wake katika imani, matumaini na mapendo, kuonyesha uwezo wake wa kimungu na hatimaye kufunua upendo na huruma ya Mungu kwa wenye shida. Miujiza hii ilithibitisha mamlaka yake juu ya asili, magonjwa na hata kifo, ikawasaidia wanafunzi wake kumwamini yeye kama mwana wa Mungu. Ni katika muktadha huu liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 19 mwaka wa kanisa inawaonyesha mitume wa Kristo Yesu wakitaabika sana na mawimbi, na Kristo Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Tukio hili linakuja baada ya Kristo Yesu kuwalisha watu zaidi ya 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Kristo aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, na yeye akatumia muda huu kwa ajili ya kusali peke yake, lakini wanafunzi wake walijikuta wanatishika sana kutokana na mawimbi makubwa yaliyokuwa yakipiga chombo chao. Hawa mitume walikuwa wameshuhudia muujiza mkubwa uliotendwa na Kristo Yesu, wakawa ni mashuhuda wa matendo makuu ya Mungu, lakini kwa sasa mbele yao wanatishiwa na mawimbi makubwa, wakasinyaa sana, kwani upepo ulikuwa ni wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku Kristo Yesu akawaendea kwa miguu, na walipomwona akitembea wakafadhaika sana na kuanza kupiga makelele kwa hofu. Lakini Kristo Yesu akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Uwepo wa Kristo Yesu ukaleta mabadiliko makubwa kiasi hata cha Mtakatifu Petro kuthubutu kumwomba Yesu aende kwake akitembea juu ya maji. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga kelele akisema, Bwana niokoe! Mara Kristo Yesu akanyoosha mkono wake akamshika, nao walipopanda chomboni upepo ulikoma, na wanafunzi wake wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu ni mwaminifu.
ukimuamini nenda. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 9 Agosti mwaka 2026. Kiri hii ya imani ni matokeo ya mitume kushuhudia muujiza ule wa kuwalisha watu zaidi ya 5,000 wakapitia na kuonja udhaifu na mapungufu yao ya kibinadamu na hatimaye wakaona na kutambua uwepo angavu wa Mwenyezi Mungu kati yao, na mara macho na mioyo yao ikafunguka na hatimaye wakapata amani na utulivu wa ndani katikati ya mawimbi makubwa na upepo wa mbisho. Hili ni tukio ambalo limeonyesha imani haba kama kiatu cha raba ya mitume wake, kiasi kwamba siku moja atawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, mitume wa Kristo Yesu wakapata amani na utulivu mioyoni mwao. Muujiza huu unatoa fundisho kubwa kwa waamini kwamba kamwe wasiruhusu mafanikio yawafanye kujivuna na kujiona wao kuwa ni bora kupita kiasi. Wasikate tamaa hata katikati ya nyakati za giza na majaribu, wanapohisi kukosa nguvu mbele ya matatizo, shida na changamoto mbalimbali za maisha, kiasi kwamba licha ya juhudi zao za kusonga mbele, lakini wanajikuta wakirudi nyuma badala ya kusonga mbele. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema yote haya ni 9:10, ni kwamba Kristo Yesu kamwe hawezi kuwaacha waamini wakimkaribisha kwa moyo wa unyenyekevu ndani ya mashua ya mioyo yao kwa njia ya sala, sakramenti za kanisa, kwa kusoma, kutafakari na hatimaye kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, na kwamba kwa njia hii wataweza kupata amani na utulivu pamoja na mwanga na nguvu za kuendelea na safari ya maisha. Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, wasaidia waamini kuishi kwa namna hii kwa kujikabidhi na kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu, kwani ni kwa njia ya imani thabiti Bikira Maria alitangazwa kuwa ni mwenye heri. Umetutumwa kuhubiri habari njema ya wokovu, hatutachoka kukusifu, tukiziimba sifa zako, tukisema wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu, uhimidiwe, utukuzwe daima. Baba, upewe sifa hata milele. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, waamini walei wanapaswa kuwa ni uti wa mgongo katika mchakato wa uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili, dhamana inayovaliwa njuga na Mama Kanisa katika mapambazuko ya milenia ya 3 ya Ukristo. Mtakatifu Paulo anawakumbusha Wakristo kwamba katika maisha yake alipiga vita vikuu, imani akailinda. Huu ni mwaliko pia kwa Wakristo wa nyakati hizi kupambana, kufa na kupona, ili kulinda, kutetea na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini wanahamasishwa kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa kwa kutambua kwamba wanao mchango mkubwa katika ustawi, maendeleo ya kanisa la Kristo na mafao ya wengi. Waamini wawezeshwe kwa kupewa majiundo makini na endelevu ili waweze kushiriki vyema katika maisha na utume wa kanisa kwa kutambua kwamba wao ni familia ya Mungu inayowajibika, changamoto iliyotolewa na mababa wa sinodi ya kwanza ya maaskofu barani Afrika. Waamini walei wanapaswa kufundwa, kukua na kukomaa, tayari kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa kanisa, familia ya Mungu inayowajibika. Waamini walei wanaowajibika ni nyenzo muhimu sana katika maisha na utume wa kanisa, na wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kuyatakatifuza malimwengo kwa njia ya ushuhuda wa maisha yenye mvuto na mashiko. Kwa njia ya sakramenti ya ubatizo, waamini wanaendeleza maisha na utume wa kanisa katika maeneo yao, huku wakitambua kwamba
Wao ni sehemu muhimu sana ya familia ya Mungu inayowajibika. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Askofu Joseph Roman Mlola wa jimbo Katoliki Kigoma nchini Tanzania, Jumamosi tarehe 8 Agosti 2026 ameongoza ibada ya misa takatifu maalumu kwa wanajumuiya wa Uru Seminari iliyoadhimishwa kwenye parokia ya Kristo Mchungaji Mwema Tabata Kimanga, jimbo kuu la Dar es Salaam. Askofu Mlola katika mahubiri yake kwa wanajumuiya wa Uru Seminari amewasihi kukumbuka wito muhimu walionao wa kupeleka tunu njema ya maisha ya kiimani, kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu pamoja na wanadamu. Amesema ni muhimu kuwa mstari wa mbele kupeleka matumaini, ukweli, amani na haki. Pia Askofu Mlola amewasihi waamini kuhakikisha kwamba uwepo wa kila mwanajumuiya wa Uru Seminari anakuwa ni chombo cha upendo na matumaini, kwa kutambua kwamba huo ni wito kwao waliolelewa na kufundishwa katika malezi na maadili mema walipokuwa seminarini. Shirika la Mitume wa Yesu lilianzishwa kunako mwaka 1968 na Padri John Marengoni huko nchini Uganda. Nayo Uru Seminari iliyoko jimbo Katoliki la Moshi ilianza kusajiliwa rasmi kama shule kunako mwaka 1972 kwa ajili ya malezi na majiundo ya mapadri wa Shirika la Mitume wa Yesu. Shirika hili limeenea sehemu mbalimbali za dunia. Kazi yao ni kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa njia ya huduma za kichungaji, maisha ya kiroho na maendeleo endelevu ya kijamii. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ni katika muktadha huu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kuthamini mchango wa taasisi za dini ambazo kwa namna pekee zimekuwa zikishiriki katika kutoa mchango kwenye sekta ya elimu na afya nchini Tanzania. Makamu wa rais ameyasema hayo mara baada ya kushiriki ibada ya misa takatifu maalumu ya wanajumuiya wa Uru Seminari iliyoadhimishwa kwenye parokia ya Kristo Mchungaji Mwema Tabata Kimanga, jimbo kuu la Dar es Salaam. Amesema kwa miaka mingi na kwa asilimia kubwa taasisi za dini zimechangia katika utoaji wa huduma za elimu na afya, hivyo serikali itaendelea kushirikiana na taasisi hizo ili kufanikisha zaidi katika kulijenga taifa. Makamu wa rais amesema malezi yanayotolewa katika taasisi za elimu za dini ikiwemo Uru Seminari ambayo husisitiza sala, kazi na masomo yanapaswa kutiliwa mkazo katika malezi ya vijana wa sasa. Amesema vijana watakavyoweza kumfahamu Mwenyezi Mungu, kufanya kazi kwa bidii, juhudi na maarifa, pamoja na kupata elimu, wataweza kulijenga vyema taifa kupitia ujuzi na hivyo kuepusha tabia za kupata kipato kupitia njia zisizo sahihi. Makamu wa rais Dr. Nchimbi amewashukuru walimu, walezi na wanafunzi waliopata elimu Uru Seminari kwa ushirikiano na malezi mazuri ambayo yalifundisha kumtumikia Mwenyezi Mungu pamoja na wanadamu. Amewasihi wanajumuiya ya Uru Seminari kuendeleza umoja na kuhakikisha unakuwa wenye tija kwa taifa, pamoja na kuendelea kuiombea Tanzania na viongozi wake. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, usinione hivi, hata mimi ni matunda ya malezi na majiundo kutoka Uru Seminari chini ya Padre Andrea Mbunjo na marehemu Padre Kanoti Shirima. Unibariki, Mungu wangu na
Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kanisa ni jumuiya ya watu wa Mungu inayoongozwa na nguvu ya Mungu. Ni watu wenye imani moja katika fumbo la Utatu Mtakatifu na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Wao wanafungamanishwa na nguvu ya Kristo Yesu inayowatakasa na kuwakomboa. Kanisa pia ni jengo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo ya kanisa kwa namna ya pekee kabisa. Kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, jimbo kuu la Arusha, limetabarukiwa na kwamba uzito wake unafumbatwa katika maisha ya waamini wenyewe wanaoliwezesha kanisa kuwa kweli ni kanisa. Kanisa hili sasa limewekwa wakfu kwa ajili ya kumtolea Mwenyezi Mungu sifa, shukurani na sala ili waamini waweze kutakatifuzwa. Kanisa hili kwa sasa ni nyumba ya sala, nyumba ya Mungu na nyumba ya ibada. Ni mahali ambapo waamini wanalishwa kwa neno la Mungu na kushibishwa kwa Ekaristi Takatifu, mwili na damu azizi ya Kristo Yesu. Altare imetabarukiwa na hivyo kuwekwa wakfu. Inapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa kwa sababu altare ni kielelezo cha Kristo Yesu, mwana-kondoo wa Mungu anayejisadaka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Hapa ni mahali ambapo waamini wanatolea sala na sadaka zao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa. Kanisa pawe ni mahali pa amani, usalama na utulivu wa ndani. Waamini wajifunze kutumia vyema nyumba ya Mungu na wala si mahali pa kuchezea. Kuta za kanisa zimetabarukiwa kwa kupakwa mafuta ya Krisma ya wokovu yanayobarikiwa siku ya Alhamisi Kuu. Haya ni mafuta matakatifu yanayotumika kwa ajili ya ubatizo, kipaimara na daraja takatifu. Mapadi wanapakwa Krisma ya wokovu viganjani mwao kama alama ya baraka na huduma kwa watu wa Mungu. Askofu anamiminiwa Krisma ya wokovu utosini kama kielelezo cha ukamilifu wa daraja takatifu na hivyo kufanywa kuwa ni mrithi na mwandamizi wa mitume wa Kristo Yesu. Altari ni mahali patakatifu sana ndani ya kanisa, paheshimiwe na kuthaminiwa kwa ajili ya kuadhimisha mambo matakatifu, mahali pa kutolea sadaka ya haki na kulishwa kwa neno la Mungu. Kumezikwa masalia ya watakatifu ndani ya kanisa kama kielelezo cha ushirika wa watakatifu wanaosimikwa katika mema ndani ya kanisa, ambayo kimsingi ni amana na hazina ya pamoja. Huu ni ushirika wa mambo matakatifu kwa ajili ya watakatifu. Kimsingi huu ni ushirika wa imani, sakramenti za kanisa, karama na mapendo. Maadhimisho ya mafumbo matakatifu ndani ya kanisa yananogeshwa na neno wa Mungu anayejifunua kwao ili kuwatakatifuza na kuwatuma kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Kama ilivyokuwa kwa nabii Isaya, Mwenyezi Mungu anapenda kuonesha wema, huruma na upendo wake usiokuwa na mipaka. Kristo Yesu mfufuka bado anaendelea kukutana na wafuasi wake, kila mmoja katika Galilaya yake. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikanini, katika muktadha huu, Kardinali Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Tabora nchini Tanzania, amesema kwamba kanisa si jengo la mawe pekee, bali ni jumuiya ya waamini wanaounganishwa na Kristo Yesu. Hivyo kutabarukiwa kwa kanisa kuu kunapaswa kuambatana na kutabarukiwa kwa mioyo ya waamini ili waishi maisha ya umoja, utakatifu na utume. Zaidi ana haya ya kusema: tunakumbushwa kuwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Hii ndiyo maana ya kina kabisa ya sherehe yetu ya leo. Tunaliweka wakfu jengo hili, lakini Mungu anatamani zaidi kutabaruku mioyo yetu ili tuwe mali yake. Pamoja na ubora na uzuri wa kanisa hili lenye kuta nzuri, paa imara na madhabahu patakatifu, haya yote yawakilishe ubora na uthabiti wa imani ya waamini wake katika kuonesha wazi upendo wao kwa Mungu na jirani, na katika ushuhuda wao wa Kristo katika maisha ya kila siku. Na yote haya yanatokana na hilo neno lake. Tutambue kuwa kila mbatizwa ni jiwe hai katika ujenzi wa kanisa la Kristo. Hivyo anayo nafasi ya pekee katika kuwa sehemu endelevu ya ujenzi wa kanisa lenyewe. Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto anatufunulia wazi kwamba kama mwili ulivyo na viungo vingi lakini ni mwili mmoja, ndivyo kanisa lilivyo.
Kila mmoja wetu ni kiungo halisi katika mwili wa Kristo, yaani kanisa, na Yesu mwenyewe ndiye kichwa cha mwili huo, ambapo kila muumini anayo nafasi na wajibu wake. Hakuna aliye mdogo wala asiye muhimu katika nyumba ya Mungu, kama ambavyo hakuna kiungo kisicho na thamani katika mwili, na hakuna kiungo kinachoweza kusema hakihitaji kingine. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, hiyo sura ya 12 na kuendelea mpaka 27. Hili litukumbushe kwamba kanisa hilo tunaloliongelea, hayo makanisa, hata kama ni kwenye maparokia yetu, katika vigango vyetu, leo litukumbushe sasa huo umoja. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, katika muktadha huo, Kardinali Rugambwa amewahimiza waamini kuendelea kuijenga roho ya kanisa la kimisionari na kisinodi kwa kutembea pamoja, kuwajibika pamoja na kushirikiana katika kutimiza utume wa kanisa. Akizungumzia Injili, Kardinali Rugambwa amewakumbusha waamini umuhimu wa upatanisho kabla ya kushiriki ibada ya misa takatifu, akisema maisha ya sakramenti yanapaswa kuzaa matunda ya msamaha, haki, umoja na upendo ndani ya familia, jumuiya za waamini na parokia katika ujumla wake. Ameelezea kwamba sakramenti zinazoadhimishwa katika kanisa ndizo zinazowaunganisha waamini na Kristo Yesu na kuwapatia nguvu ya kwenda kuwahudumia wengine kwa matendo ya huruma kiroho na kimwili, na kwamba hii ndiyo Injili ya kweli. Kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu kunafungua ukurasa mpya katika historia ya jimbo kuu la Arusha, ambapo kanisa hilo linakuwa kitovu cha ibada, sakramenti, malezi ya kiroho na utume wa uinjilishaji, huku waamini wakialikwa kuendelea kujenga kanisa hai linalodhihirisha umoja, upendo na ushuhuda wa Kristo katika ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Askofu Prosper Baltazar Lilimo wa jimbo Katoliki la Bariadi nchini Tanzania amesema kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu jimbo kuu Katoliki Arusha ni ushuhuda wa baraka na neema za Mwenyezi Mungu, umoja wa waamini na matunda ya sala, sadaka na mshikamano wa kanisa kwa kipindi cha zaidi ya miongo 6 ya historia ya jimbo la Arusha. Akikumbusha historia ya jimbo Katoliki la Arusha, Askofu Limo amesema kwamba tangu kuanzishwa kwake kunako mwaka 1963 kanisa kuu la zamani lilitosheleza mahitaji ya waamini kwa wakati huo. Hata hivyo, ukuaji wa idadi ya waamini ulisababisha kuibuka kwa hitaji la kujenga kanisa kuu kubwa zaidi litakalokidhi mahitaji ya kizazi cha sasa na vijavyo. Ameeleza kwamba ndoto hiyo ilianza rasmi chini ya uongozi wa Askofu Fortunatus Lukanima, ikaendelezwa na msukumo mkubwa na askofu mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu kuanzia mwaka 1997 na baadaye kukamilishwa katika kipindi cha askofu mkuu Isaac Amani Masawe. Haya ni matunda ya kazi, sala na sadaka za watu wa Mungu. Wengi walioanza safari hii hawapo nasi leo, lakini mchango wao umebaki kuwa sehemu ya historia ya jimbo Katoliki la Arusha. Tuendelee kuwaombea wote waliotutangulia mbele za haki. Askofu Lima amesema mafanikio hayo hayakupatikana kwa nguvu za kibinadamu pekee, bali kwa msaada na neema za Mwenyezi Mungu pamoja na maombezi ya Bikira Maria mama wa Kanisa, Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu msimamizi wa jimbo Katoliki la Arusha, pamoja na watakatifu wengine ambao waliongoza safari ya imani ya watu wa Mungu jimboni Arusha. Askofu Limo amewakumbusha waamini kutambua kuwa pamoja na uzuri wa kanisa kuu lililotabarukiwa, kila Mkristo anapaswa pia kulitunza hekalu la moyo wake kwa kuishi maisha ya toba na uongofu wa ndani, msamaha, upendo na utakatifu.
Amekazia kwamba tofauti zao za kikabila, kisiasa, kijamii au kiuchumi hazipaswi kuwagawa wala kuwatenganisha watu wa Mungu, bali Kristo Yesu ndiye anayewaunganisha waamini wote kuwa kanisa moja takatifu, Katoliki na la mitume. Tusiliangalie kanisa kama jengo pekee, tukasahau kwamba kwa ubatizo tumefanywa kuwa mahekalu ya Mungu. Kanisa hili ni kitovu cha maisha ya kiroho jimboni kwetu, lakini pia linatukumbusha wajibu wa kutunza mioyo yetu ili iwe makao ya Mungu. Akihitimisha mahubiri yake, Askofu Limo amewahimiza waamini kuingia katika kanisa kuu jipya wakiwa na mioyo iliyotakaswa kwa sakramenti ya upatanisho ili waweze kupokea neema na baraka za Mungu kwa kuwa mashuhuda wa imani, umoja na upendo katika familia na jamii. Askofu Prosper Bartazali Limo wa jimbo Katoliki la Bariadi amehitimisha mahubiri yake kwa kuwapongeza waamini wa jimbo kuu Katoliki la Arusha kwa hatua hiyo ya kihistoria, akiwataka waendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya kanisa kuu jipya ambalo litakuwa kitovu cha ibada, uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ukuaji wa imani kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo. Nasubiri baraka kutoka kwako, ninasubiri nami unibariki. Ee Mungu wangu nakuomba, na mimi nasubiri baraka zako, nasubiri baraka kutoka kwako, ninasubiri nami unibariki. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus. Mungu tuumbie mioyo ya nyama isiyo ya mawe, tujenge nchi uipendayo, kiongozi wake uwe wewe. Tufanye sawa na mapenziyo, tusijikweze, tusilewe.